ikiwa hali yako bado ni la ilaha illa Allah. قال الله تبارك وتعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hizi ndio zilikuwa wasia za mitume kwa watoto wao, kwa watu waliowazunguka. Isitoshe unasema la ilaha illa Allah, lakini jalia unapoondoka kwenye hii dunia umeishi na la ilaha illa Allah, unaondoka na la ilaha illa Allah ikiwa imesimama namna inavyotakikana, ikiwa imehifadhiwa hii la ilaha illa Allah kwenye maisha yako. Wanasema Ibrahim wa Yaqub wakihusia watoto wao na vizazi vyao, inna Allah astafa, hakika ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewachagulieni, lakumuddina, kwenu nyinyi dini, wala tamutunna, na wala musife, musiondoke kwenye hii dunia, illa wa antum muslimun, illa ikiwa nyinyi ni waislamu na mumejisalimisha kwake yeye. Ewe baba, hii ndiyo iwe wasia wako mkubwa kwa watoto wako, kwa vizazi vyako. Wafunze kuishi na la ilaha illa Allah, wawe ni watu wa tauhid, waihifadhi hii kalima na uzito iliyobeba hii kalima, kwani ndiyo wasia wa manabii kwa watoto wao. Yusuf alayhi salam anatufunza dua bora mwanadamu anafaa aombe. Anasema: rabbi qad ataitani min almulk wa 'allamtani min ta'wil alahadith fatir as-samawati wal ard anta waliyyi fi ad-dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. هذا يوسف عليه السلام mtume wa Allah azza wa jal, analia na kitu kimoja, imani alionayo juu ya la ilaha illa Allah, juu ya tauhidi. Hataki kuondoka kwenye hii dunia illa kwamba amekufa na hii la ilaha illa Allah. Asema